Haleluya, haleluya. Ninakusalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Popote pale ambapo unatutazama, tunakuja tena kwako. Ni wiki nyingine tena ya kujifunza maneno ya Mungu. Kwa kabla hatujaanza somo letu la leo, nitamani tuombe kwa pamoja pale ulipo. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji huyu Bwana anayenitazama majira haya. Asante Mungu kwa maana umetuleta kwenye madhabahu yako, umetuleta kwako ili tupate kusikiliza maneno ya uzima. Tunajiachilia mikononi mwako sasa. Roho Mtakatifu, shika kinywa changu. Roho Mtakatifu, shika ufahamu wa huyu anayenitazama katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kile ambacho umekikusudia kukiachilia kwenye moyo wake, kile ambacho umekikusudia kukiachilia kwenye ufahamu wake, Mungu kikatokee. Na makusudi yako juu ya maisha yake, iwe ni uponyaji, iwe ni kumuinua, iwe ni kumpa ufahamu, iwe ni kumpa hatua. Makusudi yako juu ya mtazamaji huyu Bwana yakatimie juu yake siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninaomba na kushukuru. Amen. Basi ubarikiwe sana. Nimefurahi kukuona. Ingawa ni kutokea kwenye kamera, ila naamini unaniona na naamini tunatazamana. Kwa Mungu akubariki sana. Siku ya leo nilitamani tujifunze somo moja linasema mitihani mitatu mikubwa kwa kila mtu anayeamini. Mitihani mitatu mikubwa kwa kila mtu anayeamini, au kwa kila mtu anayemwamini Yesu. Kila mtu duniani anayo imani. Kila mtu duniani anayo imani. Kuna kitu anakiamini. Hata watu ambao hawamwamini Mungu bado wanaamini kwamba Mungu hayupo. Kwa kila mtu kuna sehemu ambayo Mungu alivyotuumba wanadamu ameweka sehemu ya imani. Ndio maana mtu anasema mimi simwamini kama Mungu yupo. Mtu anasema mimi siamini kama Yesu anaponya. Mimi siamini haamini kwa sababu kuna imani. Ndio maana anasema haamini. Kwa kila mtu duniani anayo imani. Sasa hawa watu wanaoamini, tena hasa nataka niwaongelee Wakristo au watu wanaomwamini Mungu aliye hai, huwa kuna mitihani mitatu mikubwa au majaribu matatu makubwa ambayo kila mtu anayeamini lazima ayapitie hayo majaribu. Kila mtu, awe ni mtumishi wa Mungu, awe ni mfanyabiashara, awe ni mfanyakazi, awe ni kwa namna yoyote ile ambayo unaifanya, ili mradi tu unamwamini Mungu, basi lazima upite kwenye haya majaribu matatu au mitihani mitatu. Na kabla sijaendelea sana, nataka ujue kitu kimoja. Hii mitihani ukisoma katika kitabu cha Yakobo moja, kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 mpaka 4, Biblia inasema hivi: ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha mkianguka katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa neno. Kwa kumbe majaribu ambayo Biblia Kiswahili imetumia neno kujaribiwa, lakini kwenye tafsiri mbalimbali za Biblia Kiingereza inasema ni kama mitihani. Tuseme mtu kupita kwenye mitihani fulani, test. Biblia Kiswahili imetumia majaribu, lakini Biblia Kiingereza kuna mahali imetumia test. Kwa ni kama mitihani ambayo mtu anaipitia. Sasa kwenye kitabu cha Yakobo anasema hivi, hii mitihani lengo lake sio kutuangusha, ila lengo lake ni kutufanya kuwa wakamilifu na watimilifu machoni pa Mungu bila kupungukiwa neno. Kwa kumbe mitihani ni ya lazima kwa kila mtu anayeamini. Mitihani ni ya lazima kwa kila mtu ambaye anasema ninamwamini Mungu. Kwa nini? Ili itukamilishe, ili itutengeneze tabia zetu, character zetu zipate kutengenezeka kutokea kwenye hiyo mitihani ambayo Mungu anairuhusu itokee kwenye maisha yetu. Ndio maana unaona hata Ayubu alipopita, Mungu aliruhusu majaribu yatokee kwa Ayubu, lakini lengo lilikuwa ni nini? Lengo lilikuwa ni kumthibitisha Ayubu machoni pa watu na machoni pa shetani na machoni pa Mungu mwenyewe kwamba Ayubu ni mtumishi wa Mungu. Haijalishi mambo gani yatatokea, lakini bado ataendelea kusimama na kumwamini Mungu. Kwa kabla hata hatujafika mbali sana, nataka ujue hili swala kuanzia mwanzoni kabisa mwa somo letu, kwamba majaribu ninayoongelea hapa, mitihani, nituite mitihani, kwa sababu sitamani uone majaribu, sababu watu wengi nikiongea majaribu wanadhani ni majaribu ya dhambi, ni dhambi. Lakini nikisema mitihani, maana kuna vitu fulani ambavyo inapaswa uvipitie ili uweze kuthibitika machoni pa Mungu. Ndio maana nataka kuanzia mwanzo ujue msingi wa neno langu, kwamba tukisoma Yakobo 1:2 anasema ni ya lazima haya majaribu, ni ya lazima hii mitihani kwa mtu anayeamini, ili tu awe mkamilifu, ili tu athibitike machoni pa Mungu.
Ukiwa na mtazamo kama huu, utaanza kuelewa taratibu kwa kadri ninavyozidi kukufundisha kwa habari ya mitihani mitatu mikubwa. Kwa katika haya majaribu sasa, au hii mitihani, kuna mitihani mitatu mikubwa ambayo kila Mkristo au kila anayeamini lazima aipitie. Na hii mitihani ni hii ambayo alipitia Eva kwenye ile bustani ya Eden, Adam na Hawa kwenye bustani ya Eden. Ni mitihani ambayo Yesu ambaye alikuja kwa ajili ya Agano Jipya alipitia kabla hajaanza hata utumishi wake. Kwa ndio mitihani ambayo hata leo kila mtu anaipitia. Tukianza kusoma kwenye andiko letu la msingi ile ambalo litakuwa ni Mathayo sura ya 4 mstari wa 2 mpaka wa 11, lakini nitagawa vifungu vyangu katika makundi matatu ambayo ndio mitihani mitatu mikubwa kwa kila mtu anayeamini. Kwa kama una Biblia yako, nataka ufungue kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 kuanzia ule mstari wa 2 mpaka wa 4. Fungu la kwanza nitasoma hapo. Biblia inasema hivi: kisha Yesu akapandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akamjibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hili ni fungu la kwanza, nataka ulipigie mstari. Fungu la pili: kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa katika jiwe. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Hiyo utapigia mstari, ni kundi la pili. Kundi la tatu anasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka na kunisujudia. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Hili ni fungu la tatu. Tukirejea kwenye kitabu cha Mathayo ambacho tumekisoma, nimekwambia nimegawa maandiko haya katika sehemu tatu. Na hizi ndio sehemu tatu ambazo zimebeba siri kubwa ya majaribu matatu ambayo ni majaribu matatu kwa kila mtu anayeamini. Hivyo vifungu vitatu nilivyokusomea. Cha kwanza kabisa, tumeona jaribu la kwanza kabisa ni desire au haja. Okay, ukirejea kwenye ule mstari kwenye ile sura ya 4 mstari wa 2 mpaka wa 4, Biblia inasema hivi: Yesu akapandishwa nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Biblia inasema akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Alipoona njaa, mstari unaofuata kisema kinachofuata anasema mjaribu akamjia. Kwa kitu cha kwanza ambacho ni jaribu la kila mwanadamu ni njaa au ni haja. Kwa nini? Kwa sababu haja ya mtu huwa inatokea kila mara. Yaani kila mtu duniani ana haja yake, au niseme uhitaji fulani. Kila mtu duniani ana uhitaji wake. Mwingine ana uhitaji wa chakula, mwingine ana uhitaji wa kazi, mwingine ana uhitaji wa mtaji, mwingine ana uhitaji wa biashara, mwingine ana uhitaji wa kupandishwa cheo, mwingine ana uhitaji wa nafasi fulani kazini, mwingine anahitaji. Kila mtu ana uhitaji wake, au kila mtu ana haja ya kwake. Kwa sasa ni tabia ya Shetani kumpitishia mtu mtihani au kumjaribu mtu kupitia uhitaji wake, lakini pia ni tabia ya Mungu kumthibitisha mtumishi wake au kumthibitisha mtu wake kupitia huo uhitaji au haja alionayo. Wakati Yesu amefunga siku 40, Biblia inasema siku ya kwanza Shetani akuja, siku ya pili Shetani akuja, siku ya tatu Shetani akuja. Kwa nini Shetani unadhani alikuja siku ya 40? Ukisoma vizuri, ukirejea pale kwenye ule mstari, utaona Biblia inasema hivi: mwisho akaona njaa. Yaani mwisho wa zile siku 40 akaona njaa. Ina maana alipoona njaa ndipo Shetani akaja. Ina maana the peak au ule kilele cha uhitaji wa Yesu, kilele cha njaa, uhitaji wa chakula wa Yesu ulipofika pale juu, ndipo jaribu lilipoingia. Kila mtu kuna wakati
anafika kilele cha uhitaji. Yaani unajua unaweza ukawa unahitaji chakula, lakini kwa sababu ndani mwako bado hauna chakula, lakini bado unaweza ukanywa chai na ugali. Ila wewe unasema hauna chakula kwa sababu hauna mboga, hauna mafuta, hauna nini, lakini unaweza ukaweka unga, ukakoroga. Kwa kweli hauna chakula, lakini bado at least una ugali na maji unaweza kanywa. Lakini yale maji yakikata na ule ugali ukikata, ina maana uhitaji wako unakuwa umepanda kwenye kilele zaidi. Unapolala na njaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, uhitaji wako wa chakula unazidi kupanda kwenye kilele zaidi. Kwa unapofika pale juu, ndipo mahali ambapo shetani huwa analeta jaribu. Unajua kwa nini? Mimi naona ingekuwa rahisi tu kwa Yesu kugeuza lile jiwe kuwa mkate. Ingekuwa rahisi. Lakini mimi sidhani kama kulikuwa kuna tatizo lolote la Yesu kushindwa kugeuza jiwe. Ila nadhani alishindwa kugeuza jiwe kwa sababu ya sauti iliyomwambia ageuze lile jiwe kwa mkate. Ngoja nikupe ufunuo kidogo. Sauti yenye mamlaka kwako ndio sauti utakayoisikia. Sauti yenye mamlaka kwako ndio sauti utakayoisikia. Sauti utakayoisikia ndio sauti utakayoitii. Na sauti utakayoitii ndio sauti utakayoitumikia. Narudia tena. Sauti yenye mamlaka kwako, sauti yote ambayo ina mamlaka kwako, ndio sauti ambayo utaisikia kwa umakini na utaisikiliza ikisema. Na hiyo sauti ambayo unaisikiliza ndio sauti ambayo utaitii kwa sababu ina mamlaka kwako. Na hiyo sauti utakayoitii ndio sauti utakayoitumikia kwa sababu iko chini, au wewe uko chini ya hiyo sauti na wewe chini ya hiyo mamlaka. Kwa kama Yesu angeisikiliza sauti ya shetani na kuitii, maana nyingine moja kwa moja alikuwa anajiweka chini ya utawala wa shetani. Na ndio sababu iliyosababisha Adam na Hawa waondolewe bustanini, kwa sababu Eva alisikiliza sauti ya shetani. Hata kama shetani alikuwa na ukweli anaongelea kuhusiana na lile tunda la mti wa mema na mabaya, lakini bado alisikiliza sauti ya shetani badala ya kusikia sauti ya Mungu. Kwa alijiweka chini ya miliki ya shetani kwa kusikiliza tu sauti ya Mungu, kwa sababu kwa kusikiliza sauti ya shetani, sababu sauti ya shetani ndio iliyokuwa imebeba mamlaka, na kwa sababu ilibeba mamlaka hayo, ina maana alijiweka yeye mwenyewe chini ya hiyo mamlaka ya shetani kwa kusikiliza ile sauti. Na ndio maana Yesu alijua kwamba akisikiliza sauti ya shetani, ina maana angejiweka moja kwa moja chini ya mamlaka ya shetani. Nisikilize nikwambie, kila mtu hujaribiwa na haja alionayo. Kwa sababu kila mtu ana haja fulani kwenye moyo wake. Ukisoma kitabu cha Yakobo 1:14 anasema kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganya, na ile tamaa ikishachukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikishakomaa huzaa mauti. Anasema kila mtu hujaribiwa na tamaa yake. Lakini ukisoma Zaburi 37:4 anasema utajifurahisha kwa Bwana naye atakupa haja za moyo wako. Kwa kuna haja za namna mbili. Kuna haja inaweza ikawa haja njema, mahitaji mema. Kuomba haja ya chakula machoni pa Mungu sio haja mbaya. Haja ya mavazi machoni pa Mungu sio haja mbaya. Haja ya kuomba watoto wako wasome wafike mahali fulani sio haja mbaya. Haja ya kupandishwa cheo sio haja mbaya, ni haja nzuri. Lakini pia unataka ujue kitu kimoja, kwamba hata katika haja nzuri bado ni sehemu ambayo shetani huitumia kuwajaribu watu wa Mungu. Huitumia kuwajaribu watu wa Mungu ili awaangushe. Lakini at the same time Mungu huitumia haja hiyo, huitumia uhitaji wa haja hiyo ili kuwathibitisha watu wake, ili kuwaimarisha watu wake, ili kutengeneza tabia za watu wake. Kwa kwenye kila jaribu unalopitia wewe unawaza mambo mawili, kwamba katika huu mtihani ninaopitia, haijalishi ni mtihani gani uko mbele yangu, katika huu naweza nikaamua mambo mawili, either kumtukuza Mungu au Mungu ainuliwe kupitia huu mtihani, au naweza nikatumia huu mtihani kutenda dhambi na kuanguka mikononi mwa shetani na kumuasi Mungu. Kwa kila mtihani unakuja mbele yako una mambo mawili. Kwa hata hizo haja ninazosema kwamba mtu hujaribiwa kwa haja mbili, haja njema na haja ya uovu, zote unaweza ukazitumia kusimama na kulitaja jina la Bwana, au unaweza ukazitumia kuanguka na kuondokea kwenye dhambi. Biblia inaonyesha kwamba toka kuzaliwa mtu anapozaliwa anakuwa na haja mbalimbali za mwili. Haja mbalimbali za mwili. Kuna haja ya kusifiwa. Kila mtu ana haja ya kusifiwa. Kuna watu wana haja ya kujulikana. Kuna watu wana haja ya kuwa na pesa nyingi. Kuna watu wanakuwa na haja mbalimbali za mwili. Sasa kama hizi haja zote za mwili mwanadamu anakuwa nazo, ina maana pia ni mlango ambao shetani anautumia kumjaribu mtu.
Sikiliza Yesu alivyoshinda. Yesu akasema hivi, mtu hatoishi kwa mkate tu, ila kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Alikuwa na maana gani? Kwamba sikiliza, vitu havitaamuliwa kwa sababu ya ule uhitaji nilionao, bali wa ile sauti ambayo iko nyuma, yani sauti ya Mungu inasema nini kwa habari ya uhitaji nilionao. Kila kitu, uhitaji wote ambao tunahitaji kwa Mungu, inabidi ubebe sifa kubwa moja, kwamba vitu vyote tunavyohitaji kutoka kwa Mungu viwe ni vitu ambavyo vitampa Mungu tukufu, viwe ni vitu ambavyo vitatusaidia kuwa karibu na Mungu, viwe ni vitu ambavyo vitamtukuza Kristo Yesu au vitamfunua Kristo Yesu kwenye maisha yetu. Yani ukijua hii siri kwamba kila unachokihitaji kutoka kwa Mungu, yani hata kama unahitaji watoto kutoka kwa Mungu, yani wewe unajua hivi, ni watoto ambao natamani wamfunue Kristo kwenye maisha yao, ni watoto ambao natamani jina la Mungu litukuzwe kupitia mimi kupata hao watoto. Kwa ukianza kufikiria uhitaji au haja za maisha yako kwa namna hiyo, utaanza kusababisha kwamba Yesu awe kitovu cha uhitaji wako. Wewe nikushangaze kidogo. Unajua unaweza ukawa una uhitaji wa kitu kizuri kabisa, lakini kwa sababu ya nia ovu kile kitu kikawa sio kitu sahihi. Okay, unaweza ukawa tuongelee watumishi. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Kama ninataka Mungu aniletee watu 70,000, na kweli nikawa namuomba Mungu na bidii na sali na funga, lakini kama nia yangu ya wale watu 70,000 ni kutaka kuwa na kanisa kubwa kuliko yote Tanzania, kuwa na kanisa kubwa Afrika, kuwa na kanisa la kimataifa, ina maana nia yangu ni ovu, hata kama matendo yangu au vitu napo na viwaza ni vyema. Lakini kama nia yangu ni mbovu, ina maana hata yale matendo nayoyatenda ni maovu, hata maombi nayoyaomba ni uovu. Ina maana tayari imegeuka sio haja njema tena, ni haja ya uovu, kwa sababu tu nia yangu sio njema machoni pa Mungu. Watu wengi sana wa Kristo sasa hivi wanamwamini sana Mungu kwa ajili ya magari. Wanaomba, ukiona maombi yao wanaomba kwa ajili ya magari, wanaamini katika vitu vikubwa, lakini nia zao ukizichunguza sio nia za Mungu. Nia zao wanataka wawe sawa na watu wa mataifa, wawe sawa na watu wengine waliobarikiwa, waoneshe kwamba sisi Mungu wetu anaweza. No. Lengo sio wewe uwe mkubwa kuliko watu wengine. Lengo sio wewe uwe na vitu kuliko watu wengine. Lengo ni kwamba vitu ambavyo utavipata vimpe Mungu tukufu. Vitu utakavyovipata visababishe kwa namna moja au nyingine watu kumjua Yesu zaidi, yani kumfunua Yesu aliyopo ndani yako. Hiyo ndio sababu kubwa ya Mungu kuwabariki watu wake. Soma vizuri Biblia yako. Kati Mungu anawabariki wana wa Israeli, kati Mungu anatembea na taifa la wana wa Israeli, anasema ili mataifa mengine wakiwaona wapate kunitukuza mimi. Wajue kwamba mimi Mungu niko pamoja na nyinyi. Wajue kwamba mimi Mungu naweza mambo yote, wala hakuna Mungu mwingine anaweza kuponya zaidi yangu. Kwa hiyo Mungu alikuwa anafanya vitu vyote kwenye taifa la Israeli kwa sababu gani? Ili apate kujidhihirisha yeye. Kwa kwenye haja zetu kama watu wa Mungu, lazima tujue hivi, hata kama ni vitu vizuri tunahitaji kutoka kwa Mungu. Ndio tunataka gari ili tuendelee kanisani, ndio tunataka nyumba ili unataka vitu kwa ajili ya nini? Na moyo wako unajua ukweli kwamba mimi nahitaji hivi vitu ili nimtukuze Mungu. Na ukitaka kupima vizuri, nataka nikupe mtihani moja leo. Ukitaka upime moyo wako umebeba kweli ya Mungu au sio, jiulize swali hili. Hivi hivyo ulivyo. Okay, Mungu akisema hivi, wewe unataka hizi mali ili umtukuze Mungu. Mungu akwambia hivi, mimi nataka wewe utanitukuza hivyo ulivyo tu. Mimi sihitaji kukupa gari, sihitaji kukupa nyumba. Hivyo ulivyo, maisha yako haya ulivyo, mimi unanitukuza na unasababisha watu wanijue mimi. Kwa hiyo endelea na maisha hayo, hautobadilika, ila wewe ujue tu unaishi kwa utukufu wangu mimi. Na mimi sina shida na wewe, ninakupenda na nitakuwa pamoja na wewe. Je, unadhani utaendelea kuomba maombi unayoomba? Nakuuliza wewe ndio. Yaani kwamba tunaishi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tumeletwa ili tufanye makusudi ya Mungu. Na kila mtu amewekwa kwenye eneo mbalimbali. Kwa hiyo inawezekana kweli wote tunaomba tuwe matajiri, tuwe na fedha nyingi, lakini okay, ili kujipima sasa kwamba kweli mimi nataka fedha lakini ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kweli mimi nataka gari lakini ni kwa sababu nampenda Mungu. Jipime kwa kauli inayokuuliza au kwa swali linalouliza. Kwamba je, Mungu akikwambia wewe unataka kumtukuza Mungu. Mungu akwambia hivyo, okay, vile hivyo ulivyo. Wewe hauna gari sasa hivi, hauna nyumba, hauna nini, ila hivyo ulivyo, mimi Mungu najitukuza, nafurahia vile ulivyo, na watu wananijua mimi kupitia wewe ulivyo. Kwa mimi sitakupa gari, sitakupa nyumba, ila wewe ulivyo hivyo, wewe ni chombo changu na unanitumikia mimi. Je, utaendelea kumtumikia Mungu? Kwa ukiona jibu lako ni hapana, it means moyo wako una shida. Ina maana nia yako sio ya kweli katika Kristo Yesu. Nia yako ina uovu, nia yako ni ya ubinafsi. Nia yako unataka vitu kwa ajili yako wewe, sio kwa ajili ya Mungu. Na ukisoma katika Wakorintho wa kwanza ile 10:31 anasema tulapo, tunywapo, tufanye yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa kumbe maisha yetu tunapokuwa Kristo tunafanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mpendwa,
Haja yako ni nini machoni pa Mungu? Unataka nini Mungu akupe? Kwenye haja hiyo hiyo ndio shetani ambao huitumia kukujaribu na kukuangusha. Katika haja hiyo hiyo Mungu hutamani kujitwalia utukufu. Mara ngapi umecompromise kwa sababu ya uhitaji fulani? Mara ngapi umeamua kulala na mtu upate kazi? Ni mara ngapi, na ukisema ni mara moja tu, ni mara ngapi umepokea rushwa unasema sina namna kwa sababu ni bosi wangu aliyeniambia? Ni mara ngapi umefanya jambo ambalo ndani yako unajua kabisa sio sahihi? Ni mara ngapi umefanya ili uonekane na watu lakini unajua kabisa kitu sio sahihi? Ni mara ngapi? Mara ngapi umefanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu ili upate kitu fulani? Nisikilize, Yesu alishinda kwa neno. Pia tutashinda kwa neno la Mungu. Tutashinda kwa huyu Yesu ambaye alitupigania na kutushindia. Biblia inasema tutajifurahisha kwa Bwana, naye atatupa haja za mioyo yetu, kwenye ile Zaburi 37:4. Kwa kumbe haja zetu na uhitaji wetu tunaupata kutoka kwa Mungu tunapojifurahisha, tunapokaa na Mungu. Haja zako, ukitaka ushinde jaribu la haja, weka Yesu kuwa kitovu cha haja zako zote. Weka Yesu kuwa kitovu cha mahitaji yako yote, kwamba chochote ambacho nitakiomba kwa Mungu kiwe ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kiwe ni kwa ajili ya kumpendeza Mungu, kiwe ni kwa ajili ya kumfunua Kristo ndani yao. Lakini haja ya pili ni ya uovu. Hiyo nimeongelea ni haja njema tu ya vitu vizuri ambavyo tunahitaji kutoka kwa Mungu, ambavyo shetani huvitumia kutujaribu, au mtihani ambao hupita, au Mungu huruhusu huo mtihani upite ili kuthibitisha mioyo yetu kwamba je, mioyo yetu inampenda Mungu au inapenda vitu vya Mungu. Kwa Mungu huacha huu mtihani, ndio maana nikasema huu mtihani ni kwa kila mtu anayemwamini. Kwa huu mtihani Mungu huacha utembee kwa mtu anayeamini, ili aone je, moyo wako ni kwenye gari au moyo wako ni kwa Mungu. Haja ya moyo wako, haja iliyo njema. Lakini kitu cha pili ni haja ya uovu. Biblia inasema hivi kwenye ile Yakobo 1:12, Yakobo 1 tuanzie mstari wa 14 mpaka 15, anasema lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake, na anasema uvutwa na kudanganya, na ile tamaa ikishachukua mimba hudhaa dhambi. Sasa nataka nikwambie hivi, kwa kumbe unaweza ukajaribiwa na haja nzuri kabisa, lakini pia unaweza ukajaribiwa na haja ya uovu au tamaa. Haleluya, tamaa. Biblia, kila mtu ndani yake, nianzie hapa. Kila mtu ndani yake huwa kuna, kwenye ubongo wa mtu huwa kuna hali fulani ya uhitaji wa kitu fulani. Yaani Mungu alivyotuumba tu, huwa kuna haja fulani. Huo ni mfumo ambao umetengenezwa kwa mwanadamu. Mfumo huu huanzia kwenye ufahamu mpaka kwenye mwili. Ndio maana wanabiolojia wanasema hivi, kwa nini watu wanakuwa waraibu au wanaangukia kwenye madawa ya kulevya, au wanakuwa wanapenda ngono, au wanakuwa wanapenda vitu mbalimbali ambavyo ni anasa na ni dhambi? Kwa nini? Mtu mwingine anapenda kuvuta sigara ingawa anajua kabisa sigara ni dhambi. Wanakwambia kwenye ubongo wa mwanadamu kuna homoni inaitwa dopamine. Dopamine ni homoni ambayo inaleta raha kwenye mtu akifanya kitu fulani. Yaani kwa mfano mtu akivuta sigara, ile hali anayojisikia, ina maana kuna homoni zinaachiwa kwenye ubongo wake za ile raha, anasikia raha fulani ya tofauti kwenye ubongo wake, kwenye mfumo wake. The same kwenye sex, the same kwenye vitu mbalimbali ambavyo vinaleta uraibu, unywaji, pombe na kila kitu. Kwa sasa tunapomwamini Yesu, anategemea mfumo wetu ubadilike. Maana nyingine mfumo wa ufahamu wetu ubadilike. Ndio maana anasema hivi, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Maana nyingine ufahamu wetu unakuwa tena hauexist. Hizi dopamine zinakuwa hazifanyi kazi tena kwenye ubongo wetu, kwa sababu tunakuwa hatupati pressure tena kwenye vitu vya kidunia. Ndio maana anasema ziweni desires za milioni, desire kwamba tamaa za uzinzi, tamaa za mali, tamaa za kila namna, kwamba tunapomwamini Yesu zinakuwa zimekufa ndani yetu. Tunasema sio sisi tena, bali ni Kristo anayeishi ndani yetu. Paulo akasema sio mimi, bali ni Kristo anayeishi ndani yangu.
kwa sababu nilisulubishwa pamoja naye. Alisulubisha pamoja na zile dopamine, pamoja na mfumo wa ubongo ambao ulikuwa ni wa kuasi wa mambo ya giza. Alisulubisha kwa sasa hivi hauexisti tena. Si kama unanisikiliza vizuri. Kwa unapomwamini Yesu, moja wapo ya vitu ni kwamba unautiisha ufahamu wako. Haleluya. Unautiisha ufahamu wako chini ya milki za Mungu. Ukisoma Biblia yako, kuna mahali Biblia inasema hivi, lakini kila mmoja ujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Hiyo ni kwenye ile Yakobo, anasema akivutwa na kudanganywa. Alafu ukirudi sasa kwenye Warumi 8:5 anasema, kwa maana wale wautafutao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatayo roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kumbe kuna kuvutwa na kudanganywa na tamaa za mwili kwa wale ambao wanatembea katika mwili. Lakini kumbe tunapomwamini Yesu, so unajua kilichozaliwa na roho ni roho na kilichozaliwa na mwili na mwili. Tunapomwamini Yesu tunahama, kwa tunakuwa kwamba hatufuati mambo ya mwilini tena, ambayo kuna dopamine, kuna zile tamaa zote. Tunaanza kufuata roho ambayo ni Mungu mwaminifu ndani ya Kristo Bwana Yesu. Sisi kama mtu mmoja ananielewa. Kwa kuanzia hapo uovu unakuwa hauexisti tena kwenye maisha yako. Uovu unakuwa sio tena lugha yako, kwa sababu unakuwa umeshaondolewa kwenye mfumo wa ubongo wako. Kwa haja ya uovu tena inakuwa imeondolewa. Ndio maana nataka nikwambie kitu kimoja. Hauwezi kwa jinsi nilivyokuambia, kwa mfumo wa ubongo ulivyo, sio rahisi kushinda dhambi kama hujamwamini Yesu Kristo. Na ndio maana kitendo cha kuwa na tabia nzuri, au wachunguze watu wote wenye tabia nzuri ambao hawamwamini Yesu, kuna vigisu tu watakuwa wanavifanya. Kuna vitu tu anaweza akafanya kituko ambacho watu wote wakashangaa kwamba hivi mpaka huyu bosi ameamua afanye hichi kituko. Ni kwa sababu tu hajamwamini Yesu. Na kwa sababu hajamwamini Yesu, tayari mfumo wake unatawaliwa na mifumo au kanuni za ulimwengu huu. Nataka nikwambie kitu kimoja. Ukitaka uishinde dhambi, hautaishinda dhambi kwa sababu unaenda kanisani. Hautaishinda dhambi kwa sababu unasali. Sababu kuna watu wengi sana wanasali lakini hawamwamini Yesu. Kuna watu wengi wanaenda kanisani lakini hawamwamini Yesu. Kuna watu wengi wanafanya tabia nzuri lakini hawamwamini Yesu. Ndio maana dhambi imekukamata, kwa sababu mfumo wako hujautiisha. Sikiliza nikwambie, ninaongelea kumwamini Yesu na kusarenda maisha yako. Unajua watu wengi sasa hivi wanadhani Ukristo ni kumwamini tu Yesu, kwamba Yesu ninakuamini kwamba Yesu alikufa na... Sikiliza, hata shetani anaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Nataka ujue hivyo. Kwa kitendo cha wewe kwenda kanisani kuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu hakumsumbui shetani. Ila kitendo cha kusarenda maisha yako, kuyatoa maisha yako, uhitaji wako wote kutiisha chini ya Mungu, kwamba mimi ninaishi kwa sababu ya Kristo Yesu. Mahitaji yangu yatatokana na Yesu. Kila ninachokifanya sita compromise chochote kwa sababu nimesarenda maisha yangu yote chini ya Yesu. Hiyo ndo inaitwa Ukristo, na ndivyo Mungu alivyokusudia Ukristo uwe. Ila watu wengi tumebadilisha. Tunadhani Ukristo ni kwenda kanisani kila Jumapili, ni kushika na Biblia kubwa, kwenda kusikiliza mafundisho. Tunadhani ndio Ukristo. Sikiliza, Ukristo ni kumwamini Yesu na kuwa chini yake. Ndio maana akasema hivi Yesu, kwamba wanaonipenda watashika maneno yangu. Maana nyingine watanitii. Mtu anayemtii Yesu ni mtu aliyejitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwamba Yesu akimwambia chochote anaweza kukifanya. Unajua muda mwingine unaomba vitu Mungu akupe hizo haja za moyo wako, kwa sababu Mungu anajua hata akikupa hela wewe leo, akikuomba tena uitoe hauwezi ukaitoa. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, suluhisho kubwa la kushinda dhambi ni kumwamini Yesu. Na suluhisho kubwa la kupokea vitu kutoka kwa Mungu ni kwa upande wa Yesu. Ni kujitoa maisha yako kwa ajili yake yeye Yesu. Anasema unapopoteza ndipo unapopata. Kanuni ya Mungu sio kuweka ili kupokea. Kanuni ya Mungu ni kutoa ili kupokea. Unapoyatoa maisha yako, unapojidhabihu, unapojiachilia kwa Mungu, ndipo unapopokea. Kanuni ya duniani unawekeza. Unaweka unapata zaidi. Lakini kanuni ya kimungu unatoa ili upokee. Nataka nikwambie leo, kabla tujaendelea sana, ninajua una uhitaji wako mwingi. Ninajua una uhitaji mwingi kutoka kwa Mungu. Na muda mwingine unajaribiwa na tamaa mbalimbali za mwili wako. Unajaribiwa na zinaa, unajaribu kuishinda lakini unashindwa.
unajaribiwa na ulevi, unajaribu kushinda lakini unashindwa. Kuna vitu vingi vinakuvuta, kuna mambo ukifanya baadaye unarudi nyumbani unaanza kulia, unajuta ndani yako, unaumia lakini umeshindwa kuyashinda, kwa sababu hizo ni tamaa ambazo zinakujaribu kukuvuta ili kukuingiza katika umauti. Ni dhambi ambazo zinajaribu kukukokota, kukuangusha ili kuharibu hatima ya maisha yako. Lakini leo na habari njema, yupo Yesu wa kukusaidia. Yupo Yesu ambaye anatamani awe center, awe kitovu cha mahitaji yako yote, awe kitovu cha kile unachokihitaji kutoka kwake. Kwa nataka tuombe dakika moja kabla sijaendelea sana. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako, mimi ni mwenye dhambi, ninakuomba unisamehe Bwana. Nimejua kwamba wewe ndiwe kitovu cha mambo yote. Ninakuomba unisamehe. Ninakuomba andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninamkataa shetani na kazi zake. Ninajitenga na kila madhabahu za ufalme wa giza. Kuanzia leo, mimi ni mwana wako. Mimi ni mtoto wako. Kuanzia leo, ninakuamini Yesu na ninatoa maisha yangu kwa ajili ya ufalme wako. Nitumie upendavyo, nijaze kwa Roho yako Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Amen. Basi kama umeomba ombi hilo pamoja nasi kwa mara yako ya kwanza, tafuta kanisa ambalo watakufundisha vizuri njia za wokovu, lakini pia unaweza kutupigia simu, kututumia message kwenye namba hizo ambazo zinapita chini. Kwa kitu cha kwanza au jaribu la kwanza ambalo nimeliongelea ni jaribu la haja au desire, ambao nimesema utajaribiwa kwa vitu viwili, kwa haja njema au kwa uhitaji wa vitu vizuri tu utajaribiwa navyo. Na lengo kubwa usisahau kwamba ni lengo kubwa ni Mungu kukuthibitisha, lakini pia ni shetani kukuangusha katika uovu huo. Kwa usipoangalia utaanguka. Mungu anamwambieje Kaini? Anamwambia, sikiliza, hiyo dhambi iko mlangoni inakungojea, lakini ya kupasa uishinde. Kwa Mungu kupitia Kaini asingemua Abili, alikuwa anaishinda ile dhambi na Mungu anajitolea utukufu, lakini aliposhindwa ikawa ni dhambi ambayo ikamuua, ikamletea mauti. Kwa kwenye kila kitu ambacho anakipita kuna nafasi mbili ya kushinda huo mtihani uliopo mbele yako au kushindwa kwenye huo mtihani. Uzuri wake tumeshajua kwamba mojawapo ya kitu ambacho shetani atakitumia na Mungu pia atakitumia ni uhitaji ulionao, ni haja ulionayo. Kila mara unapofika kwenye uhitaji, kwenye piki ya uhitaji wako, uwe umechanganyikiwa unahitaji ndoa, uwe umechanganyikiwa unahitaji kazi, uwe umechanganyikiwa unahitaji chakula, uwe umechanganyikiwa unahitaji mume, mke, yani kuna sehemu umefika unahitaji sana hicho kitu, kuwa makini sana. Ndio muda wa kumtafuta sana Mungu, sababu huo ndio muda ambao shetani ataingiza kitu cha kwake. Huo muda ambao shetani anajaribu kukuangusha katika dhambi, sababu ni piki ya uhitaji wako. Kwa kila mara unapokuwa desperate na kitu fulani, unaona kila rafiki yako, marafiki zako wote wameolewa kasoro wewe. Unaona kila mtu wako karibu unayefanya naye kazi amenunua gari kasoro wewe. Unaona kila mtu ambaye mko naye karibu ni kama anafanikiwa kasoro wewe. Ukiona kila mtu ambaye mnafanya naye biashara wateja wanamiminika kwao kasoro wewe. Ukiona kila mtu kazini ni kama anapandishwa cheo kasoro wewe, unakuwa desperate, unatamani kile kitu kifanyike kwenye maisha yako. Ndio wakati wa kuwa makini, sababu ndio wakati ambao shetani atakujaribu. Ni wakati ambao shetani anataka kuangushe katika piki ya uhitaji wako. Mungu akusaidie katika kila haja ulionayo, katika kila uhitaji ulionao. Mungu awe center ya ule uhitaji ulionao, kwa sababu ni kitu kikubwa, ni jaribu kubwa sana au mtihani mkubwa sana ambao kila Mkristo lazima aupitie, kujaribiwa kupitia uhitaji alionao. Uwe ni uhitaji mzuri, uwe ni uhitaji mbaya ambao ni dhambi, ni mwili unafukuta ndani, ni kijana mwili wako unatamani mahusiano na mwanamke, hiyo ndio hatua, ndio wakati ambao shetani anataka kuangusha katika dhambi. Haja gani ulionayo? Uhitaji gani unaokuzunguka? Kuwa makini na muombe Mungu kwamba Mungu, katika uhitaji wote huu nataka nikutukuze wewe. Na nimekusisitiza, hata kama ni haja nzuri, kama ina nia mbovu nyuma yake, ina nia ovu nyuma yake, bado sio haja njema machoni pa Mungu. Ni haja ambayo inakuingiza katika mauti, inakuingiza katika dhambi. Hilo ni jaribu la kwanza. Basi ndugu mtazamaji, ninaomba kwa leo tuishie hapa. Hii ni sehemu yetu ya kwanza, lakini usiache kufuatilia sehemu ya pili ya somo hili ili tuyamalizie yale mambo matatu au namna tatu ambazo, majaribu matatu ambayo kila mmoja, kila Mkristo, kila mtu anayeamini lazima ayapitie. Kwa ninajua umesikiliza kwa sehemu, basi usiache kufuatilia sehemu yetu ya pili
ya somo hili ili upate mwendelezo mzuri, na tutamaliza kwa maombi kabisa. Kwa hiyo usiache sehemu ya pili ambayo itakusaidia. Tutaomba kwa pamoja na ninaamini Mungu atakusaidia kumwamini tena, kurudi tena, lakini pia kushinda majira yoyote yale ambayo majaribu haya yataachiliwa kwako. Majira yote haya ambayo majaribu yalishaachiliwa kwako, labda unahitaji kushinda. Naamini sehemu yetu ya pili tutapata muda mzuri wa kuomba na tutapata muda mzuri wa kusaidiwa na huyu Mungu. Basi Mungu akubariki sana, usiache kuitazama sehemu ya pili ya somo hili.